Mtazamaji wa FMW TV, ni wakati wako mwingine tena kufuatilia kipindi chako pendwa kabisa ambacho kinagusa maisha ya wanachuo kiuhalisia kabisa, na tunajadili hapa bila kificho chochote kile pale. Na siku ya leo niko na madam ambaye yeye ni mwanachuo ambaye yupo chuo, na hata hapa sasa hivi amechomoka kidogo tu kuja kunipa madini ambayo yeye amepanga kuja kunipatia. Karibu. Mambo vipi? Safi, habari za kazi? Salama tu. Kwema? Kwema kabisa. Za huko kutoka? Nzuri kabisa. Naam, mtazamaji angependa kukufahamu majina yako, jitambulishe ili kila mtu ambaye anafuatilia sasa aweze kufahamu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Marion Sulwa Kidiku, lakini pia jina maarufu ni Mama Africa. Mama Africa, karibu sana katika jukwaa hili kabisa pendwa la maisha na fikra wanachuo. Kwa siku ya leo bwana, nataka tujadili mambo mengi ambayo yanahusu wanachuo. Kwanza kabisa tuanzie historia yako ya kuanza chuo, ilianzaje? Asante ndugu mtangazaji. Historia ya chuo kama unavyofahamu ni unapomaliza stage zingine unazopitia primary mpaka sekondari na hatimaye unaingia chuo. Historia yangu mimi ya chuo, kwa sababu tu nilikuwa natamani kuona au kujua chuo ni kitu gani na mimi nifike chuo, kwani huko chuo kuna kitu gani. Maana wanasema chuo wanavaa makoti au chuo wanakuwa watu wa aina gani. Je, mimi nitaweza? Basi katika usaili nikapita, nikaenda kujiunga na chuo. Baada ya kujiunga na chuo, maisha yalikuwaje chuo? Of course maisha ya chuo ni mazuri, maisha ya chuo sometimes ni mabaya, lakini kiujumla maisha ya chuo ni mazuri sana, kwa sababu utakuwa umeenda hatua nyingine ambayo ni nzuri na ni kubwa. Kwanza utakuwa tayari wewe ni mkubwa, utakuwa umeshajiona wewe ni mtu mzima, sasa nenda kupambana na chuo. Kwenye chuo kuna mambo mengi sana. Ndio nataka ufunguke sasa hapo, tuambie maisha ya chuo yakoje kabla ya kujiunga na chuo. Yaani utuambie maisha ya mtaani yakoje na kabla ya maisha ya mtaani kabla ya kujiunga na chuo yakoje? Maisha ya chuo maisha ya mtaani kabla ya kujiunga na chuo, kwanza unakuwa wewe hujitambui ni mtu wa aina gani. Unakuwa unajiona tu kwamba wewe ni upo tu, kwa sababu zile stage ulizozipitia nyuma, kwa mfano primary mpaka sekondari, kila mtu anazipitia. Kwa hiyo unajaribu kujipima kwamba mimi nataka kwenda chuo. Kwani chuo kuna nini? Ndio nataka niingie chuo. Sasa unapoenda hapo kwenye chuo, umeshafika chuo sasa. Lakini unakutana na mambo ambayo ni yale ambayo ni ya shule na mambo mengine, lakini una advance zaidi. Kuna mambo makubwa zaidi. Kwa mfano, unafika chuo unaitwa mwanachuo. Kwanza hata appearance inabadilika, muonekano wako unabadilika, na unakuwa na vitu kwamba mimi nikiwa chuo, kwa sababu unakuwa na matarajio. Matarajio yangu nikienda chuo nataka nipate matarajio gani, na unayakuta kule na unakuwa unayo, kwa sababu tu kule unakuwa tayari umeshaenda umeadvance kutoka kwenye huku chini. Kwa hiyo tofauti ya kutoka mtaani na chuo, kwanza unajiweka, unakuwa mtu wa tofauti. Unakuwa ni mtu ambaye sasa na wewe kama ulikuwa unajiona wewe ni wa nini au wewe ni wa aina gani, inabidi sasa ule wa nini unauacha pembeni, unaendelea sasa ule uchuo. Kwanza unaheshimika, unapata jina, ule ni mwanachuo. Lakini wale kule ambao hawajui wewe ni mwanachuo, na wao wanakuwa na matamanio. Pengine unapotoka chuo na unapiga gumzo na wenzako, naambia mimi pale ndo naenda kupeleka maono yangu pale. Naenda kupeleka labda kama na kipaji changu. Yaani chuo kinaleta mambo mengi sana.